Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Zama siku tele mpendwa. Salama kabisa. Hakika kwamba umependeza kutosha. Shukrani. Kazi inaendaje? Kazi iko poa. Wageni walikuwa wamechangamka, shughuli imekwenda vizuri kama ambavyo sisi tumetaka. Asante. Sasa basi na maswali mawili matatu tusome sana katika interview yetu kwa siku leo kwa sababu tuna mambo mengi ya kufanya, si ndivyo Ndio. Mashabiki zako wamekomesi upole Chiporoporo. Ni muda mrefu sana upo kimya. Unawaambia kipi mashabiki wa muziki wako wa taarabu? Mimi nawaambia wakae mkao wa kula, tuko mazoezini, nyimbo mpya muda na wakati wote tunakwenda kufungia mwaka. Ikiwa ni katika bendi yako ya sasa ama unafanya solo project ama ni bendi nyingine ambayo inasimamiwa na mtu mwingine kabisa? Katika bendi yangu ambayo naisimamia mwenyewe. Ndivyo Full Shango Classic bendi. Asante. Wimbo wako ambao unatarajia kutoa hivi sasa unakwenda kwa jina la ni wimbo ambao unazungumzia mambo ya wema. Sasa hivi imekuwa ni mtu ukitunza kama hujarudisha mtunzo wa masimango maneno kwenye mitandao unachambika. Kwa hiyo mimi nakwenda kuambia watu kwamba wema haulipi kwa ubaya. Unaweza kutoka kionjo kidogo? Haina shida. Basi tupe kionjo kidogo. Wema sasa si akiba kama zamani. Kifanya wema kwa wema unaweka hadharani. Inatosha, sitaki kumaliza sana, inatosha. Watu watarajie kupata walau mwezi wangapi kuanzia hivi sasa? Huu ni mwezi wa 11 tunamaliza malizia. Mwakani ama mwaka wa mwishoni? Kama nilivyosema nyimbo yangu mpya tunakwenda kufungia mwaka. Mwezi wa 12 tunakwenda kuiachia. Wema wa sasa sio akiba kama zamani. Ukifanyia wema kwa siri watu wanaweka hadharani. Yaani hawa ndio binadamu walivyo. Kwa hiyo nikikupa nakupa kwa nia, rudisha kwa mapenzi. Nikikupa sikupi kama nakusimanga. Nakupa kwa mapenzi, rudi kwangu kwa mapenzi. Hii ni nyimbo mpya kabisa kutoka kwangu. Na imani kabisa roho ni wimbo wa kufungia mwaka. Watoto wa mjini watatamba nao. Sana. Kuna msanii anaitwa Mwajuma Kidoti. Wewe ndio role model wako katika muziki wa taarabu. Wewe ni msanii gani ambaye amekufanya mpaka hivi sasa unafanya muziki wa taarabu? Mwajuma ni msanii ambaye nimekaa naye kwenye bendi yangu, kwa hata akinifuata sio shida kwa sababu katika maelekezo nilikuwa namuelekeza bila kumbania njia zangu. Ndio. Kwa amefanya vizuri, hata mimi nafarijika. Lakini mimi mtu ambaye alinishawishi kufanya muziki. Nakumbuka wakati niko mdogo, almarhum Amina Chifupa alikuwa anapiga nyimbo Kinyago cha Mpapure. Ndio nyimbo ambayo nilihamasika, nikajikuta naisikiliza na feel kufanya muziki. Nikaingia mazima. Watoto 2000 wajui Kinyago cha Mpapure. Sisi waenzi hizo ambao mapolisi wanavaa pinsi ndio wenda tukaujua wimbo. Hebu wape kidogo kipande kidogo cha Kinyago cha Mpapure. Wimbo ambao unafanya mpaka sasa unafanya muziki. Nyamaza nikustiri.